Filamu inaanza na huyu binti anaitwa Mariam. Huyu yeye kaolewa. Unamwona na mawazo sana, ni kwa sababu mume wake yuko bize kiasi kwamba hampi kabisa muda wa kuzungumza vizuri na mke wake. Hili jambo linamfanya Mariam kukosa raha, na kitu ambacho kukipenda kabisa ni tabia ya mume wake, jinsi ambavyo mara nyingi huwa anamjibu hata akimuuliza kwa upendo mkubwa kiasi gani. Tukiachana na hii familia, huku nje tunamwona mchoraji mmoja ambaye kahamia kwenye huu mji. Huyu jamaa anaitwa Yuda, kahamia kwenye huu mji kwa ajili ya kutafuta riziki kama kawaida. Yeye ni mtu peke yake tu, yani yeye kabaki yeye mwenyewe tu kwenye haya maisha. Baada ya kufika makazi yake mapya, ni nyumba ambayo haijatumika kwa muda mrefu sana. Baada ya kuweka kila kitu kikawa sawa, kwa sababu ni mchoraji, kila kitu lazima kitoke ndani ya kichwa chake. Sasa siku hii hakuwa na wazo la aina yoyote, anawaza namna ya kuchora, chole nini hakipo kichwani. Yuda, hii hali ilikuwa inamtia hasira sana, lakini baada ya kujituliza kidogo, akawa ameona piskari moja imepita imenyoka kwenye dirisha lake. Huyo binti kapita hapa, kavaa zake nguo nyekundu, ni Mariam mwenyewe. Mshikaji akawa ametoka nje, akaanza kumfuatilia mrembo huyo, akawa amemfuata sana na akawa amempata binti ambaye alienda moja kwa moja katika kaburi la baba yake kipenzi. Alilia sana katika kaburi hilo, na baadaye akawa amerudi nyumbani, kwa sababu ni maeneo haya ni nyumba moja kubwa, nyumba za kishua hizi. Akawa amerudi hapa, binti akawa bize kucheza na paka wake. Sasa muda huo yule mchoraji Yuda akiwa anamtazama binti kwa mbali, akawa amepata wazo la kumchora huyu binti, kwa sababu ya uzuri wa huyu binti umemvutia vya kutosha. Binti mara akawa amenyanyuka, akawa ameenda ndani. Kumbe binti aligundua kwamba kuna mtu hapa anamtazama kwa mbali, akaenda kujitokeza nyuma huyo mshikaji, akamuuliza unafanya nini hapa? Mshikaji akasema mimi ni mchoraji. Oh, nachora. Akamuuliza nani amekupa ruhusa ya kunichora? Ama kwa sababu mimi ni mwanamke unajiamlia nini cha kufanya? Binti kapata wa kumuonea, anamjibu majibu ambayo yeye mwenyewe anajibiwa na mume wake. Mshikaji akaomba radhi sana, akasema kwamba hakuwa na nia ya kufanya hivyo. Yeye kama mchoraji hakuwa na wazo la aina yote la nini cha kuchora. Lakini baada ya kumuona huyu binti, mshikaji akawa amenyoka kwenye maelezo, akasema kwamba uzuri wako ndio umenipa inspiration ya kuchora picha. Mariam akawa amefurahi kusikia hivi, akamwomba amchore yeye pamoja na picha ya marehemu baba yake. Mwamba akaona hii ni fursa, akawa amekubali, akasema kwamba atafanya hivyo, na jamaa akawa amemwomba binti ikiwezekana awe modo wake kwa siku kadhaa ili achore picha nyingi za kutosha. Binti akawa amesema kwamba sawa, lakini nitaongea kwanza na mume wangu. Hili jambo likawa limemfanya mshikaji kugundua kwamba binti piskari tayari ni chombo ya fundi, ni mali ya mtu mwingine. Hili jambo lilikuwa limemuumiza tu mshikaji, lakini kabidi akaze kifua tu. Binti tayari amekwisha kuolewa na yeye alikuwa ameshaanza kumpenda. Tukiachana na hawa watu, twende moja kwa moja kwa mme wa huyu binti Mariam. Huyu mshikaji kaenda moja kwa moja kwenye kundi la watu wa kazi hawa. Hili kundi la watu wa kazi, mshikaji ambaye anawasimamia hawa watu magangster ni jamaa mmoja anaitwa Oji. Huyu jamaa mwenye mikwaruzo usoni. Mme wake Mariam kafika hapa kwa ajili ya kuazima pesa kutoka kwa hawa watu. Hawa watu sio watu marafiki sana, wanajihusisha na biashara haramu. Jamaa akawa amemwambia wazi kwamba unajua mimi mtu akichelewesha kurudisha pesa kinachomkuta ni nini? Kama sio ulemavu basi ni kumuua kabisa. Mshikaji akasema kwamba ninaweza nikakuazima hizo pesa ambazo umeziomba, lakini pesa nilizonazo hapa sio pesa zangu, ni pesa za bosi wangu. Kama una uhakika unaweza kuzirudisha kwa muda, nitakupatia pesa hizi, lakini kama utazirudisha kwa muda kitakacho kukuta. Mshikaji alinyosha kabisa maelezo. Unatakiwa kukumbuka kwamba kweli wewe una mwanamke mdogo na ni mrembo. Mme wa Mariam akawa amekiri kwamba kweli mwanamke wake ni mrembo na ni mdogo kuliko yeye. Akawa amesema kwamba atazirudisha hizi pesa kwa wakati. Mshikaji akawa amekubali kweli kutoa kile kibunda na kumkopesha huyo mshikaji, ni kwa sababu yeye anaamini kuna mradi ambao ukienda kutiki huko serikalini mambo yatakuwa bambam kwake. Washikaji wakawa wamempa karatasi, jamaa akawa amesaini na akawa amechukua pesa. Baada ya kurudi nyumbani usiku huo, Mariam kamchangamkia mme wake, akamuuliza mme wake, je, mme wangu naweza nikapata nafasi ya kwenda kuchorwa picha ya mimi pamoja na baba yangu? Jamaa akawa amemuuliza, kwani hapa ndani umeona picha ya mimi na mama yangu? Ama mimi ndio simpendi mama yangu, si ndio? Huyu mshikaji anahitaji moyo kweli kumeza majibu anayokujibu. Sasa licha ya maneno yote haya anamjibu mke wake ni kwa sababu hapa ndani hali yao ya kifedha sio nzuri. Sasa utaniuliza zile pesa alizichukua kwenda kuzipeleka wapi? Huyu mshikaji kuna mradi ambao anauwinda, mradi ambao ukitiki pesa zitakuwa nyingi sana kwake, hivyo alienda kukopa zile pesa na kwenda kuwekeza mahali kwingine. Sasa binti baada ya kuona maneno yamekuwa mengi, akamwambia mume wake kwamba hapana, hii ni ofa tu, mchoraji amesema atanichora bure. Mshikaji akasema kama ni bure chora hata 10. Akawa ameondoka hapo kwenda kulala. Kweli kesho yake binti Mariam akaenda moja kwa moja katika nyumba ya Yuda. Baada ya kuingia hapo akawa amepokelewa kwa furaha sana na bwana mkubwa, kwa sababu bwana mkubwa kashaona hii ni fursa bora hata kuwa karibu na huyu binti. Ni jambo ambalo linamtia hamasa, jambo
ambalo linamtia burudani ndani ya moyo wake. Binti akasema kwamba anahitaji kuchorwa picha ya yeye pamoja na baba yake, na kwa amempatia mshikaji picha ya baba yake. Anasema kwamba anahitaji picha iwe nzuri kinoma. Mshikaji akasema kwamba kwa sababu picha ambayo unahitaji ni picha nzuri, hivyo inahitaji muda. Hili neno muda, mshikaji nikana kwamba alikuwa anahitaji kuendelea kuwa pamoja na huyu binti kwa siku kadhaa. Binti akawa amekubali, hivyo kwa siku kadhaa akawa anamtembelea huyu mshikaji, wanapiga stori, wanachorana, kila kitu kinaenda sawa sawa. Kidogo binti akawa anafurahi sana kuwa karibu na huyu mshikaji, kwa sababu mshikaji alikuwa anampa nafasi kubwa sana kuliko hata mume wake. Siku moja mume wake Mariam akawa amepiga simu nyumbani kuongea na mke wake. Anashangaa simu imepokelewa na mfanyakazi. Mwanaume akawa amuuliza, mke wangu yuko wapi? Mfanyakazi akasema kwamba yuko kwenye kuchora huko picha, yuko kwenye nyumba ya mchoraji. Jamaa akawa amuuliza kaenda muda gani? Mfanyakazi akawa amejichanganya hapo maelekezo. Mshikaji akaanza kujaa upepo, akaanza kuhisi kabisa pengine mke wake anamchiti. Wakati anataka kurudi nyumbani kwa hasira, watu wa Oji wakawa wamefika hapo, wakamchukua wakampeleka kwa bosi wake. Wamemfikisha tu kwanza, wakamchaji kidogo ili kumshtua kidogo akili ichangamke. Oji akamwambia kwamba mimi ninachokihitaji ni pesa zangu. Unakumbuka zile pesa kabla sijakupa nilikuambia kabisa zile pesa sio za kwangu, mwenye nazo anazihitaji. Mme wa Mariam akaanza kujitetea, akasema kwamba kuna mradi ambao unaufukuzia, kila kitu kitakuwa sawa, ni mradi wa pesa nyingi sana. Hivyo akaomba nafasi ampigie simu partner wake amuulize kuhusiana na hizo pesa, kama mradi umetiki ni lini watapata pesa. Baada ya kumpigia simu partner wake anasema kwamba nina habari mbaya sana, kwa sababu mradi umesitishwa na serikali na polisi tayari wamekwisha kukamata watu ambao walikuwa wanajihusisha na huo mradi. Na muda huu mshikaji anaongea na simu, muda huo polisi wakawa wamefika kwenye nyumba yake kwa ajili ya kumsomba. Matumaini kwa bwana mkubwa mume wa Mariam yakawa amekufa hapo hapo. Oji akasema kwamba utanisamehe kwa hili, wakaamua wamkate vidole kimoja baada ya kingine. Mshikaji alijitetea nyinyi, aliongea maneno ya kutetemesha sauti hapa kuomba radhi ili apewe muda kwa ajili ya kutafuta hizo pesa. Lakini Oji akauliza utafanya nini? Kama ni gari kuuza, gari lako halina thamani. Mshikaji akawa amependekeza kwamba ataongeza pamoja na nyumba, atauza mali zote ili apate hizo pesa kwa ajili ya kuwalipa hawa watu. Oji akawa muuliza, hiyo nyumba unayotaka kuuza iko kwenye jina lako? Mshikaji akawa amesema kwamba hapana, iko kwenye jina la mke wangu, lakini nitaongea naye. Aise, wakawa wamemwacha hapa. Nafsi yake iko juu, lakini akawa amefurahi tu baada ya kuona kidole chake chochote hakijakatwa hapa. Lakini baada ya kuwa ameondoka hapo, Oji akawaambia vijana wake kwamba nendeni mkamsalimie mke wa huyo mshikaji. Yaani anamaanisha nendeni mkamsalimie Mariam. Unaelewa hii kauli? Hii ni kauli ya kibingwa sana. Upande wa Mariam, picha ya Mariam pamoja na baba yake ilikuwa imependeza kidoma sana. Mchoraji akawa amemwambia tu usiku mwema, lakini kumbuka kuwa na furaha. Binti hii kauli aliibeba kwa hisia sana, kwa sababu hajui huyu mshikaji yeye anachokipitia ndani ya ndoa yake ni nini. Baada ya kuingia ndani, akawa anaweka kila kitu sawa, anahitaji kuiweka hii picha ukutani, lakini akaanza kuhisi kama kuna mtu ndani hapo. Baada ya kuwa ameweka picha yake ukutani, akaanza kumtafuta paka wake kipenzi. Kutafuta akaja kukuta kichwa cha paka wake kipo kwenye sahani. Binti alilia kwa makelele. Yuda akawa amefika hapo kwa ajili ya kuja kumpoza binti, kumpa msaada. Mfanyakazi wa ndani baada ya kufika hapo amesikia makelele, lakini akawa ameshtuka, akaona kama ameingilia faragha za watu, akawa ameondoka hapo. Hili jambo likamfanya Mariam amwambie huyu mshikaji Yuda aondoke hapa kabla mume wake hajafika hapa, anaweza kufikiria vibaya. Baada ya mshikaji kuondoka tu, punde si punde mume wa Mariam akawa amerudi nyumbani hapo. Akaona picha ya mke wake kwanza hapa. Picha ni nzuri kweli. Akawa amepanda juu, akamkuta mke wake ana msiba. Mwanamke akieleza kwamba paka wake kipenzi ameuawa, ameshindwa kabisa kumzika, amemsubiri mume wake afika hapa ili awapigie simu polisi awajulishe kuhusiana na mauaji ya paka yake kipenzi. Binti ana matanga kabisa nyinyi. Sasa hili swala limenikumbusha kifo cha Manunu. Jamani. Wewe shenzi ni. Binti akasema kwamba wapigie simu polisi tuwajulishe haya mambo. Cleo ameuawa, lazima atafutwe mtu aliyemuua. Sasa huyo Cleo sio mtu, ni paka nyinyi jamani, ni nyau kama nyau tu. Mume wake akasema kwamba kulingana na magumu nayopitia, nadhani tuuze hii nyumba. Binti akaanza kuona kama huyu mshikaji yawezekana yeye ndo alosababisha Cleo wake kuuawa. Binti akasema kwamba Cleo ndo mtu pekee ambaye alikuwa ananipa furaha. Eti mtu Cleo ndio sasa sijui nasemaje. Nikokotee mawe. Taandika hapa.
Cleo ndiye aliyekuwa ananijali mimi na kunipatia faraja ndani ya hii nyumba kuliko mtu yoyote. Halafu unasema huwezi kuwapigia simu polisi? Wewe yawezekana unahusika na kifo cha huyu Cleo. Mwanaume akaamua kutumia hii kama njia ya kumshawishi mke wake waiuze hii nyumba, akisema kwamba hii nyumba ina mapepo, siku moja na wao watakuja kuuawa humu. Lakini Mariam akawa amekataa kabisa kuiuza hii nyumba kwa sababu ndo urithi pekee ambao ameupata kutoka kwa baba yake kipenzi. Mume wake akaanza kugeuza mkeka, akaanza kumtuhumu mwanamke kwamba yawezekana anampenda yule mchoraji na ndio sababu hataki kuuza hii nyumba ili aendelee kuwa karibu na yule jamaa. Mariam akawa ameshtuka sana kwa sababu hakuwahi kabisa kutarajia kama anaweza kupata maneno makali ya namna hii kutoka kwa mume wake. Jamaa akawa ametoka hapo kwa hasira. Sasa hajui cha kufanya ni nini kwa sababu pesa anadaiwa na wale washikaji. Oji akawa amempigia simu. Jamaa akawa amwambia kwamba mke wangu amekataa kabisa kuuza ile nyumba. Oji akasema kwamba huyo mwanamke tutamuua, hawezi kabisa kuzuia hili jambo, na kama tukimuua mali zake zote maana yake zitakuwa chini yako. Mume wake akasema hilo wazo nalo ni zuri. Muda huo kashikilia pete ya ndoa. Sijui nini anachokiwaza huyu baba. Yuko tayari kabisa mke wake auawe ili yeye apate ile mali aiuze. Na jamaa akasema kwamba yoyote mtakayoamua yako chini ya mikono yenu, lakini hakikisheni tu jina langu halihusiki mahali popote. Oji akamhakikishia kwamba hilo ni jambo dogo sana, sisi tutalishughulikia. Mara moja Oji akawa ametuma vijana wake katika nyumba ya Mariam, na muda huo vijana wengine wakawa wameingia katika nyumba ya mchoraji. Wote wakawa wametekwa, wakawa wamewekwa sehemu moja. Mme wa Mariam alivyokaa kakaza fufu, kakumbuka mambo ya nyuma waliopitia mazuri yeye pamoja na mke wake, akaanza kuingiwa na hisia zingine mkanganyiko ndani ya nafsi yake. Akaamua kumpigia simu Oji, akamwambia kwamba asitishe, asimuue mke wake kwa sababu bado anampenda. Oji akamwambia wewe ni mpuzi nini, umechelewa. Jamaa akasema kwamba lakini nakupa wiki moja urejeshe pesa zangu zote. Mme wa Mariam akawa amefurahi sana baada ya kusikia kauli hii ya Oji. Lakini sasa Oji sio mtu wa kumwamini, akili ni nywele, lakini ukimwangalia Oji ni kama hazipo. Akaenda moja kwa moja kwa mwanadada Mariam, akaanza kumsifia. Anamwangalia binti ni mzuri, na ni kweli ni mzuri. Akajichekesha kama fisi mwenye njaa. Huyu binti sio kwamba mlango wake haujafunguliwa, huu mlango utakuwa ulishatumika sana. Akawapa nafasi mafisi wake wamshughulikie huyu binti. Wakawa wamemvisha na gauni jekundu kabisa. Wote vijeba wa huyu bwana mkubwa Oji wakawa wameshiriki kilimo mdondoko na huyu binti. Kelele zake zilikuwa zinasikiwa na mchoraji. Mchoraji akajua kabisa kinachoendelea. Oji alikuwa hapa kakaa tu kando, yeye hana wasiwasi kabisa, kaachia mafisi wenzake wafakamie msosi. Oji akasema kwamba kwa huyu bwana mkubwa, mimi vile vitu vinavyoendelea huko sio msosi wangu kabisa, mimi vitu vyangu ni wewe. Oji akamshika Yuda, anataka mchaji, na mshikaji anasema kwamba yeye ndo msosi wake, yaani yeye adili kabisa na vitu vya warembo. Tukiachana na hili tukio, turudi kwa Mariam. Mariam akawa amepata hasira na akaamua kujitetea. Ni kwa sababu binti alikuwa mzuri pia kwenye mkono, akawa amepambana sana na akawa amesababisha hata upande wa pili Yuda kupata nafasi ya kujichoropoka hapo. Lakini sasa ndo hivyo, anakimbia tu kwa sababu miguu imeregezwa nati. Binti alikimbia, akawa amefika sehemu, akawa ameshambuliwa na wale vijana wa Oji, lakini kijana Yuda akawa amefika hapo kwa ajili ya kumsaidia binti ili akimbie aondoke kutoka eneo hilo. Lakini kwa bahati mbaya zaidi kwa Yuda, akawa amedungwa kisu na akawa ameachwa hapo chini akiwa hoi bin taabani. Mariam alikimbilia mpaka darajani kwenda kuomba msaada. Gari moja jipu lilikuwa limefika hapo, kumbe alikuwa ni Oji. Fisi mwenyewe kafika hapo na vijana wake, kisha wakawa wamemchoma kisu tumboni binti, kisha wakaamua kumtupa darajani. Hili tukio Yuda alilishuhudia kwa macho yake yeye mwenyewe. Yuda alivyoenda polisi akielezea tukio zima, akawaambia kwamba Mariam alitupwa darajani baada ya kushambuliwa. Polisi wakawa wamemuuliza ushahidi uko wapi? Mchoraji akasema kwamba yeye mwenyewe ndiye aliona na alishuhudia hilo tukio kwa macho yake. Baada ya kufanya uchunguzi, polisi hawakuupata mwili wa Mariam mahali ambapo jamaa alisema aliona umetupwa. Polisi wakaanza kumshuku mchoraji, wakaanza kuamini pengine yeye ndiye aliyemteka Mariam na yeye ndiye aliyemuua na kuuficha mwili wake. Baada ya siku kwenda siku kurudi, kwa mara ya kwanza Mariam alionekana nyuma ya Yuda alipokuwa akichora, lakini akuwa ametoweka. Jirani mmoja akiwa darajani anarudi nyumbani kwake, mara akamuona Mariam na anajua kabisa huyu binti ni marehemu. Mshikaji akafunga kama mkandarasi hivi, anatazama daraja, anashindwa sasa akimbie ama aite polisi. Akiwa hapo akuwa ameshtuliwa na askari mmoja wa doria baada ya kuwa amemshika bega. Upande wa mume wa Mariam akiwa amelala, akaamka baada ya kusikia kama kuna kitu, kama kuna shughuli fulani hivi inaendelea ndani hapa. Akasikia sauti ya paka wa Mariam. Baada ya kushuka chini, kweli akamuona paka wa Mariam anatembea na anamsogelea, huku mwili wake ukiwa unachuruzika damu.
Hili jambo lilikuwa limemtia wasiwasi sana. Akiwa hapo akaona kichwa cha Mariam kipo kwenye sahani. Mshikaji akawa ameshtuka kutoka kwenye ndoto. Akiwa ameshtuka kutoka kwenye ndoto, hapo hapo mara Mariam akawa ametokea juu yake, akawa amemdondokea tena. Mshikaji akawa ameshtuka kwenye ndoto. Yaani hapo unaamka ukiwa unaota, unaota ukiwa unaota. Yaani akaamka tena akawa amekaa, amejiweka sawa, kumbe bado tena anaota. Hili jambo likaanza kumtesa sana mshikaji. Sasa kwenye vijiwe vya kijiji, jirani yule aliyemuona Mariam darajani akaanza kusambaza zile habari kwamba Mariam kwa sasa ni mzimu, ameanza kuonekana kwenye hichi kijiji, na hizi habari zikatembea kwa wanakijiji wengi sana eneo hili, kwa sababu sio yeye pekee ambaye aliweza kumuona Mariam pale pale darajani. Upande wa mme wa Mariam, deni bado linamsumbua, analipa kidogo kidogo kila mara. Vijana wa Oji siku moja wakiwa bize kwenye karata, mmoja akawa ameona kuna piskari moja imepita hapo imejitanda. Mshikaji akawa amejitolea kwenda kuichukua hiyo pisi na kuipeleka mahali ambapo inaenda. Sasa hakuwa ameitazama vizuri, ameipa lifti. Binti akampeleka moja kwa moja mpaka darajani. Alipofika hapo akasema kwamba niache hapa, mimi nimefika. Mshikaji akasema kwamba umefika, mbona sioni nyumba yote? Binti akamuuliza kwamba kwani haunikumbuki? Mshikaji ndo anashtuka kugeuka nyuma, hakuna mtu yoyote eneo hilo. Mara akamtokea hapo akawa amemuua hapo hapo. Zoezi la kuwaua wale watu wa Oji likaanza mara moja. Mariam alianza kumtafuta mmoja baada ya mwingine akiwa bize na mimoshi huku anapunguza uzito. Mara akasikia kama kuna kicheko cha Mariam, akamwona kwa mbali. Akiwa na hofu gari aliwaki. Mariam anazidi kumsogelea zaidi na zaidi, kisha akawa ametoweka. Mshikaji akajua pengine yawezekana alikuwa ni mawazo ama pengine ni mibangi anayovuta. Akiwa anatengeneza gari, Mariam akawa amejitokeza hapo na akawa amemshambulia. Mariam hakuishia hapo, akaenda moja kwa moja kwa mchoraji Yuda, akaingia ndani kwenye hii nyumba kama movie ya Kanumba ya Devil Kingdom. Mshikaji anakuja kushtuka, alikuwa anaota. Mara akiwa hapo mlango uko umefunguka, mbele yake akamuona Mariam. Mshikaji kidogo akaona isiwe shida, ni kutoka mbio tu, akakimbia mpaka darajani. Alipofika hapo akamuona Mariam katanda hapa, kajizongazonga na manguo yake, akamshika na akamsogeza karibu yake, kisha akamtoboa kichwa chake. Mshikaji akawa ameshtuka tena kutoka kwenye ndoto. Sasa kupatikana kwa watu waliokuwa wameuawa na wote walivyokuwa na uawa wanapatikana kwenye daraja lile lile. Hizi habari zilikuwa zimemfikia bwana mkubwa Oji, ambaye yeye alikuwa amini kabisa kuhusiana na mambo ya mzimu. Akaanza kuwatuliza vijana wake, anawaambia kwamba haya mambo yanayosemwa ni maneno tu, hakuna kitu kinaitwa mzimu kinaweza kulipa kisasi. Upande wa Yuda akafanya utafiti kidogo kwa majirani ili kupata uhakika kweli yale mauaji yaliyotokea yanasababishwa na mzimu wa Mariam ama kuna mtu mwingine, kwa sababu watu wote wa Oji waliuawa vibaya na kwenda kutundikwa kwenye lile daraja. Yuda akaendelea kupata taarifa nyingi sana. Upande wa mme wa Mariam akiwa na mawazo sana. Sasa mfanyakazi wake mara akaanza kuona kuna nyayo, akaamua kuzifata. Mbele yake akamuona bosi wake Mariam yuko hapo akiwa na hofu, akawa ameanguka chini. Hili jambo lilikuwa limemshtua sana mme wa Mariam, hivyo akawa amemtuliza tu huyu mwanamama. Kuna mmoja wa watu wa Oji upande wa pili alikuwa naoga. Sasa kama kawaida ya watu ambao mnapenda kujitisha mkiwa mnaoga, mapofu yakiwa amekukalia usoni, unaanza kuona kama kuna mtu mbele yako. Ndio hili jambo lilikuwa linamtokea huyu bwana mkubwa. Pikicha macho, hamna kitu. Pikicha macho, mara Mariam huyu hapa akamdunga kisu na kumuua hapo. Sasa yale makelele, mwenzake akawa ameingia ndani hapo, akawa ameona kuna damu. Mara akamuona Mariam yuko hapo na kicheko chake kinasikika balaa. Kwenye kukimbia, mara Mariam mbele yake na yeye chai. Sasa Oji alipofika hapo kwa ajili ya kuwachukua vijana wake kuwapeleka kwenye kazi, akashtuka sana baada ya kuona miili ya watu wote wamekwisha kufa wako eneo hili. Akatoka hapo kachanganyikiwa. Kijana wake mmoja akaona kabisa hawezi kabisa kuambatana na Oji, yeye akachukua gari na akawa ameondoka, akajitenga kabisa na bosi wake. Lakini akiwa kwenye gari bado kisichoridhiki, Mariam akawa ametokea huko na akawa amemuua. Oji yeye akaamua kwenda moja kwa moja kwa yule mchoraji Yuda. Baada ya kufika hapo akawa amejitambulisha kwa Yuda kwamba yeye anaitwa Oji. Yuda akawa ametambua kabisa huyo mshikaji ndiye aliyemfanyia unyama Mariam na kumuua. Hivyo akawa amemkabili sana, akawa amemuingiza ndani. Mshikaji akawa amejitetea akasema kwamba mme wa Mariam ndiye aliyechora ramani ya kila kitu, yeye ndiye alikuwa anahitaji kupata mali za mke wake. Kama unahitaji ushahidi ninaweza nikakupatia, lakini kwa sharti moja tu, lazima uhakikishe mimi nabaki kuwa salama. Ni kwa nini? Mshikaji anaamini kabisa Mariam hawezi kuja kumdhuru kwa namna aina yoyote Yuda. Kwa hiyo jamaa anahitaji kupata usalama kutoka kwenye mikono huyo bwana mkubwa. Huyu bwana mkubwa akawa amekataa kabisa na akawa amemfungia hapo, akawa ametoka hapo kwenda kumkabili mme wa Mariam. Akamfuata ili kumfanya mshikaji akiri dhambi zake, akubali kwamba yeye ndiye aliyekosea, yeye ndiye aliyefanya mambo yote haya. Lakini mme wa Mariam anakubali sasa
kwanza hata hakukiri kabisa kosa lake, na mwisho wa siku akaanza kumlaumu kabisa huyu mshikaji, awezekana yeye ndo chanzo cha mke wake kufariki. Mume wa Mariam akaamua kumtengenezea mazingira ili Yuda aonekane yeye ndo muuaji wa mke wake. Mshikaji akachukua kisu akawa amejikata mkono, kisha akawa amemrushia. Sasa Yuda mdogo kashikilia kisu, haelewi chochote. Mume wa Mariam akaanza kusema kwamba wewe ndio uliomuua mke wangu na umekuja hapa kwa ajili ya kuniua. Mshikaji akawa amechana na nguo hapo, akaanza kupiga kelele, wananiua, naomba msaada, wananiua. Yuda ikabidi kuanza kujitetea tu. Kwenye kujitetea, mara wanakijiji wakawa wamefika hapa. Wanakijiji hawakumwamini kabisa Yuda. Alijitetea, nyinyi jamani, mimi sio muuaji, nimefika hapa. Watu wewe Mshikaji anasema kwamba kama mniamini, twendeni moja kwa moja nyumbani kwangu, Oji yuko kule, aende akawaeleze, kwa sababu wanakijiji wote wanamjua Oji ni mtu muovu sana kwenye hichi kijiji. Wakawa wameambatana pamoja na Yuda kwenda nyumbani kwake. Baada ya kufika hapo, Yuda aliacha kafunga mlango, anakuta mlango uko wazi. Baada ya kuingia ndani, wakamkuta Oji kafa, katundikwa juu ya dari. Unawaambiaje wanakijiji kwamba wewe haujamuua huyu Oji? Wanakijiji wakaamini kabisa Yuda ndiye yuko nyuma ya mauaji yote. Lakini mshikaji akawa amejitetea sana, akasema kwamba kama angekuwa yeye ndio muuaji asingewaleta hapa. Yaani yawezekana vipi mimi niue mtu alafu niwalete hapa? Inawezekana vipi? Kidogo hii hoja ikawa na uzito kidogo, wanakijiji wakawa wamemuelewa hivi. Sasa upande wa mume wake Mariam, yeye akaamua kuita polisi, akaamua kuomba ulinzi kabisa, akidai kwamba anaogopa kuja kushambuliwa na Yuda. Yuda anaweza kuja hapa kwa ajili ya kumuua. Polisi wako wamempa ulinzi kiurahisi sana. Usiku huo akiwa bize kupakia vitu vyake, mara akaanza kusikia kama kuna kitu juu ya dari. Akasogea kwenda kuangalia. Baada ya kumulika, akamwona Mariam yuko hapo. Akashuka chapu kwa haraka, akatoka nje na kwenda kuambia maskari kwamba nimeona mzimu kule upande wa juu. Polisi wako wameingia ndani kwenda kuangalia kwa hofu. Sasa mshikaji akiwa hapa, akawa amechukuliwa na mmoja wa watu wa Oji, wakampeleka moja kwa moja kwenye gari. Huko ndani, kumbuka zile pesa ambazo alipewa Oji zilikuwa ni za bosi wake Oji. Kafika hapa yeye mwenyewe anahitaji pesa zake. Na amemwambia kabisa mume wa Mariam kwamba kama hutanipatia pesa zangu, hakika nitakuua wewe na nitamuua mama yako pia. Kwa sababu ya hofu, mume wa Mariam akaenda kwenye daraja pamoja na mganga ili kwenda kuifukuza ile roho ya Mariam eneo ile iondoke, ili yeye aweze kuuza mali zake. Mbele yao kweli, yeye pamoja na mganga wakamuona Mariam katokea upande wa mbele. Mganga akaanza kupiga vitu vyake, tupa dawa zifanyi kazi. Mganga akasema kwamba huu mzimu unaonekana una nguvu sana. Akajitutumua, lakini akaonekana kushindwa. Mganga akasema tukimbie. Mganga mbio. Sasa mganga akakimbia, kijana wa bosi wake Oji akaanza kufyatua risasi. Mara akakutana na vitu vya kutosha hapa, miti kamchoma. Mariam akawa ametokea hapo, wakaanza kumshambulia. Sasa kinachonishangaza, mbona Mariam si mzimu huyu, angefanya tu fya kitu shui? Mbona Mariam tena hapa anaanza kupigana kama mpambanaji? Baada ya mapambano makali, Mariam akawa amefanikiwa kumuua kabisa yule mshikaji. Akaanza kumfuata mume wake. Mume wake Mariam akaanza kuomba radhi. Mariam anamsogelea ili kumuua. Ghafla Yuda akawa amejitokeza hapo, akasema kwamba Mariam, inatosha Mariam, ninajua ukweli wa kila kitu kinachoendelea. Akamwambia kwamba wewe unaishi wala sio mzimu kabisa. Binti akatulia kwanza kusikia hivyo. Akamwambia Mariam kwamba ninajua hii mbinu umeitoa kutoka kwa baba yako. Baba yako alikuwa ni mwanajeshi, ndiye aliyekufundisha mapigano ya kujilinda wewe. Ninajua siku ambapo ulitupa darajani hapa, uliokoka, haukufa kabisa ndani ya maji, na uliamua kwenda kufanya mpango wa kufanya mauaji kwa ajili ya kulipiza kisasi. Akasema kwamba nimejua kweli mpaka sehemu ambapo ulipokuwa unajificha na mipango yako kwa ajili ya kujilinda na kujihami. Najua umejifunza mengi sana na kuaminisha watu kwamba wewe ulikuwa ni mzimu, lakini kweli wewe ni binadamu. Jamaa mwisho wa siku akasema kwamba Mariam, usifanye haya yote, mimi nakuhitaji katika maisha yangu, ninakupenda Mariam. Mume wake baada ya kusikia maneno hayo akaanza kuomba radhi, anamuomba msamaha mke wake. Hakuacha kurusha madongo na kumlaumu Yuda, yawezekana yeye ndo ameharibu ndoa yao. Yuda akamwambia kwamba mume wa Mariam alikuwa ni mwanamke mwema sana, alikuwa anaheshimu na hakuweza kufanya kitu chochote kibaya bila ruhusa yako. Maneno haya yalikuwa yamemgusa sana mume wake, akajisikia vibaya, akaanza kuomba radhi kwa mke wake, akaomba asamehewe, anaomba aanze ukurasa mpya pamoja na mke wake, akamwomba radhi. Alitetemesha sauti huyu baba nyingi. Binti alikuwa anampenda sana huyu mshikaji, ni vile tu huyu mshikaji ndio alikuwa mpi muda. Mshikaji alikuwa ameomba aanzishe maisha mapya, yuko tayari kumthamini, kumpenda kwa kiasi kikubwa. Binti akanyong'onyea, ni kwa sababu huyu ni mume wake. Basi wakawa wamekumbatiana kwa upendo mkubwa. Upande wa Yuda akaona kabisa hapa hana chake, watu wamependana tena. Kuna mtu akawa amejitokeza hapo na akawa amemshambulia kwa jiwe. Mariam akawa ametoka hapo kwenda kumsaidia Yuda. Mume wa Mariam na yeye akawa amechukua kisu kwa ajili ya kwenda kutoa msaada. Baada ya kufika hapo akamchoma kisu mke wake.
Mume akamwambia mke wake kwamba samani sana, lazima niyafanye haya ili nijiokoe mimi pamoja na mama yangu. Yuda akawa amechukua jiwe kwa hasira, akawa amemshambulia mme wa Mariam na akawa amemuua hapo hapo. Baada ya muda akawa amechukua mwili wa Mariam na akawa ameupeleka ndani ya maji. Sasa akiwa hapo, polisi wakawa wamefika eneo hilo na wakawa wamemkamata Yuda. Yuda baada ya kuhojiwa alikiri yeye ndiye amehusika na mauaji ya Mariam. Ni kwa nini? Ni kwa sababu huyo mshikaji alikuwa amechoshwa maisha ya kuishi peke yake. Aliamua bora aende kuanzisha maisha mapya gerezani. Mwisho kabisa tunaona nyumba ya Mariam ilimilikiwa na bosi wa Ojo, kwa sababu mme wa Mariam alikufa akiwa ameacha madeni makubwa sana. Mariam kwa kuwa alikuwa anajifanya mzimu mwanzoni, awamu hii alikuja kama mzimu mwenyewe wa ukweli na akawa amemuua bosi huyu ndani ya hii nyumba, na nyumba ikiwa imebaki tupu. Na filamu hii inaishia hapa. Subscribe, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.